Yes, habari ya muda tena. Wale ambao mmejiunga hivi karibuni tunawakaribisha kwenye platform ya elimu kuhusiana na masuala ya anwani za makazi katika kufanikisha maombi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Basi kwa kuwa tulikubaliana baada ya dakika 2 tutaanza, naomba niwaombe wale ambao mmeacha video zenu wazi, mnaweza mkafunga video zenu, mnaweza mkamute mic zenu, ili wale watakao kuwa wanawasilisha basi ndio wawe wanashare hizo screen na mic zao. Tunakuomba mratibu wa anwani za makazi kitaifa Engineer Jampion Mbugi uweze kutupa maneno ya ufunguzi kabla hatujaendelea. Karibu sana engineer. Asante. Za jioni. Kwanza tunashukuru nyie mlioweza kushiriki kwenye hili swala muhimu ambalo linaenda kurahisisha maombi ya mikopo, hususan kwa wanafunzi wote wanaoingia vyuo vikuu mwaka huu wa fedha na wengine ambao labda wanaendelea. Hili zoezi ni muhimu sana kwa sababu kila mtu akilielewa basi urahisi wake utakuwepo katika kuapply, lakini na kukamilisha taratibu zote ambazo zinahitajika na bodi ya mikopo ili kuweza kupata mikopo. Huu ni mwendelezo wa kujenga uelewa kwa wadau mbalimbali juu ya swala hili, na tutaendelea kujenga uelewa ili asiachwe hata mtu mmoja nyuma na ikaonekana akapata disturbance yoyote katika utaratibu mzima wa kupata mikopo. Na leo tuna mada ambazo mtaziona, lakini unajua wengine pengine ni siku yao ya kwanza, wengine ni siku wameshiriki vikao vya nyuma, lakini wote hakuna mtu atakayeachwa. Hata kama wewe ulikuwa hujashiriki ndo kwanza unashiriki, una uhuru wa kuuliza chochote kile ili kuweza kupata ufafanuzi. Kwa maelezo hayo niwakaribishe tena katika jukwaa hili, na ningeomba sasa moderator endelea na utaratibu unaofuata. Tunakushukuru Engineer Jampion Mbugi kwa maelezo hayo ya utangulizi. Leo tutakwenda kuendelea na mada yetu kuhusiana na kupata barua ya utambulisho wa mkazi kidigitali kupitia mfumo wa anwani za makazi. Na kipindi kilichopita kwa maana ya siku ya juzi tulijifunza namna ya kupata anwani ya makazi, barua ya utambulisho kupitia program tumizi anwani za makazi, yani public app. Lakini vile vile tulijifunza namna ya kupata barua kupitia simu hizi za kawaida maarufu kama vitochi, namna gani mwananchi anaweza akaomba na akapata barua ya utambulisho. Leo tutaendelea, lakini tutaendelea kuonyesha namna ya kupata barua kupitia wavuti. Na hii ni kwa wale ambao wanatumia kompyuta za mezani, kompyuta mpakato, lakini hata simu pia. Lakini kwa wale wenzetu ambao wako kwenye internet caves, kwenye stationaries, wanaweza wakatumia hii kwa urahisi zaidi na hawalazimiki kuwa na program tumizi au kutumia USSD. Kwa wale ambao hawakuwepo vipindi vilivyopita, tunachotaka kufahamu hapa cha kwanza ni maana ya anwani ya makazi ni kitu gani, namna gani naweza kuipata, nani anatakiwa kuwa na anwani ya makazi. Hayo ni maswali ambayo kwa mtu mgeni anaweza kujiuliza. Tunaposema anwani ya makazi tunamaanisha taarifa ambazo zinaweza kutambulisha mahali mtu anapoweza kufikishiwa huduma. Na anwani ya makazi tunasema ni namba ya nyumba, jina la barabara pamoja na posti kodi. Kwa wale ambao wameshuhudia katika makazi yao, unaona kuna vibao vya njano vimebandikwa kwenye nyumba zetu huko, kuna nguzo mtaani zina majina ya barabara. Hiyo ndio miundombinu ya anwani za makazi. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kufahamu kwanza namba ya nyumba yetu ni namba ngapi, lakini jina la barabara mbele ya nyumba yetu ni barabara gani.
pamoja na kufahamu posti kodi ya kata, posti kodi yetu ni namba ngapi. Hivyo mtaalamu ambaye atakwenda kutupitisha hapa leo atatuonyesha namna ya kupata hiyo barua ya utambulisho kupitia wavuti, lakini atatuonesha pia namna ya kujua anwani ya mtu kamili, atatuonesha namna ya kupata posti kodi. Hivi vitu vitatu ambavyo vinaunda anwani ya makazi atatukumbusha kwa manufaa ya wale ambao hawakuwepo awali. Hivyo ni kuombe Nyamos au Medson, kwa namna ambavyo tumejiandaa, basi tuanze kuwa take through washiriki wa kikao hiki, lakini kabla ya kumwonyesha barua kwa manufaa ya wale ambao hawakuwepo kwenye vipindi vilivyopita, naomba utuonyeshe namna ya kujua anwani tuweze kufahamu post kodi pamoja na baadaye kwenda kwenye barua ya utambulisho wa mkazi kidigitali. Karibu sana. Asante mwongozaji. Kwa majina kama alivyotangulia kusema, naitwa Medson. Nitakuwa nanyi katika wasilisho la namna ambavyo mwananchi anaweza kuijua anwani yake, lakini anaweza kutafuta postcode, lakini pia anaweza kuomba barua ya utambulisho. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nitaenda kuonyesha ni namna ambavyo mwananchi anaweza kujua anwani yake. Lakini ukija kuangalia tunawezaje kuifikia hii website ya NaPA au wavuti ya NaPA, unaweza kuifikia kwa sasa na present katika mazingira ya majaribio, lakini katika mazingira ambayo tutatumia kuomba hizi barua na mwananchi kuweza kujua anwani yake, nitaonyesha hapo mwishoni, lakini kwa sasa nitatumia kiunganishi cha testnapa.mawasiliano.go.tz. Sasa ukiangalia hapo katikati kuna hizo kadi zinaonekana. Kuna kadi ya kwanza imeandikwa kabisa ijue anwani yako, lakini kadi ya pili imeandikwa tafuta postcode, kadi ya tatu tafuta address code, kadi ya nne ni barua utambulisho, lakini kuna kadi ya mwisho ambayo ni mahususi kwa ajili ya wamiliki wa anwani za makazi waweze kuongeza wategemezi wao. Kwa hiyo nitaanza sehemu ya kwanza, ijue anwani yako. Ukibofya hii sehemu, unaona pale unaweza ukajua anwani yako binafsi, lakini pia unaweza kutambua anwani ya taasisi fulani. Kwa hiyo kitu cha kwanza, ili kuweza kutambua anwani yako binafsi, unachotakiwa kuandika ni jina la kata. Lakini ukiandika jina la kata, mfano kata Madukani, taarifa ya pili ambayo unatakiwa kuandika aidha ni namba ya NIDA au namba Mzanzibari mkazi. Kwa mimi nitaandika namba ya NIDA kwa mfano. Kwa hiyo baada ya kuandika hizo taarifa, utabofya kitufe kilichoandikwa tafuta. Kwa hiyo baada ya kubofya kitufe kilichoandikwa tafuta, anwani zitakazokuja hapo chini ndizo anwani ambazo umesajiliwa. Kwa hiyo kama kwa mfano tukiangalia, kuna hiyo anwani imeandikwa namba 1, mtaa wa hospitali street, posti kodi 41103, kata ya Madukani, wilaya ya Dodoma. Kwa hiyo ndo anwani yangu. Kwa ili kufahamu anwani yako, kitu ambacho unatakiwa kufahamu ni jina la kata, lakini pia unatakiwa kufahamu namba yako ya NIDA. Kwa hivi ndo ambavyo mwananchi anaweza kuitambua anwani yake. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwanza umeweza kusajiliwa na mfumo wa kidigitali wa NaPA. Kwa hiyo kwenye hiyo sehemu ya kwanza ya mwananchi kujua anwani yake,
nimekuwa nimeimaliza, lakini tukienda ile sehemu ya Asante pili, Madison, asante. ili mwananchi aweze kujua postcode yake, anatakiwa kwenda kwenye hii sehemu ya pili. Sasa ili kutambua postcode yako, unatakiwa kujua unatoka mkoa gani, unatoka wilaya gani, lakini unatoka kata gani, kwa sababu tunajua postcode inatambulisha kata unayotokea. Kwa hiyo kwa mfano tukienda labda tunataka kujua kata fulani ambayo iko mkoa wa Morogoro, mfano Morogoro, tunaenda wilaya ya Kilosa mfano, lakini tunataka kujua postcode ya kata labda ya kata ya Dumila. Kwa hiyo baada ya kuingiza hivyo, mwananchi anakuwa amepata postcode yake ya kata. Mfano hiyo kata ni postcode yake ni 67413. Kwa hiyo unaweza ukaendelea kutafuta zaidi kulingana na mahitaji yako. Mfano kata ya Kidete. Kwa hiyo unaweza kutambua postcode ya kata yoyote hapa Tanzania na unaweza ukaitumia katika matumizi mbalimbali. Kwa hivyo ndo mwananchi ambavyo anaweza kutambua postcode yake ya kata. Asante sana Madison. Baada ya Lakini pia kuna hitaji ambalo tunajua kuna taasisi au kampuni ambazo ziko zinahitajika kuweza kupata taarifa ya address code. Hii address code ni namba maalumu ambayo inatambulisha anwani. Kwa hiyo unaweza ukawa umeenda kwenye taasisi fulani, mfano EWURA, unahitaji kuomba leseni ya labda unataka kufungua kituo cha mafuta. Wanaweza wakakuomba address code kutoka mfumo wa anwani za makazi NaPA. Kwa hiyo ni sehemu ambayo unaweza kuipata kupitia website, ni hii sehemu ya tatu. Kwa tukiingia hii sehemu ya tatu, ili kuweza kujua address code yako, unatakiwa ujue anwani yako iko barabara gani. Kwa mfano tukienda kwenye ile anwani ambayo tumeenda, iko mkoa wa Dodoma, Madison, wilaya ya Dodoma, iko kata ya Madukani, kwenda tafuta Madukani. Kwa hiyo kama hapa tumechagua kata ya Madukani, naenda kuchagua mtaa ambao inapatikana hiyo anwani, mfano mtaa wa Jamal. Mtaa wa Jamal, naenda kuchagua barabara ambayo inapatikana hiyo anwani. Kienda hapa, ile barabara ilikuwa ni hospital. Baada hapo nitachagua namba ya anwani, ilikuwa ni namba 1. Kwa hiyo baada ya kufika hapo, hiyo namba ambayo inaonekana chini ni address code ya anwani yako. Kwa hiyo na copy hiyo na unaweza kaikopi kwenye karatasi na unaweza kuipeleka kwenye taasisi husika ambao wamekuomba hiyo address code. Kwa hivyo ndo namna ambavyo mwananchi anaweza kupata address code kutumia kwa kutambua anwani yake ya makazi. Kwa hiyo mpaka hapo tumeweza kujua mwananchi anaweza kujua anwani yake, lakini pia anaweza kutafuta postcode, lakini namba 3 anaweza kujua address code yake. Kwa hiyo kwako mwongozaji, kama asante sana. Asante sana ndugu Madison. Kama ukiweza naomba urudishe pale kwenye kabla hujaanza kutafuta postcode, tuonyesha anwani, vile vitu vitatu ambavyo tulikuwa tunaviona pale kwenye anwani, ili tumkumbushe huyo ambaye amejiunga na sisi. Asante. Unatuonyesha namba 1 hospitali ST, hizo tarakimu 5 Madukani Dodoma. Wewe ambaye unatufuatilia, hii ndio anwani kamili ya makazi, kwa maana kwamba huyu ndugu yetu mwenye hiyo namba ya NIDA anapatikana katika nyumba namba 1, barabara au mtaa wa hospitali hii 41
10.3 tulisema ni post kodi, ni namba maalum ya kata ya madukani, na tulisema namba ya kwanza inamaanisha ni kanda ya kati. Hiyo moja inayofuata inamaanisha mkoa wa Dodoma, moja nyingine inayofuata inamaanisha wilaya ya Dodoma, na 03 ni kata. Ndio maana ya post code. Katika maeneo mengine, mazingira mengine huwa wanaita zip code, lakini wote tunamaanisha kitu kimoja. Ni namba maalum ya kata, na kila kata ndani ya nchi yetu ina post code yake. Kwa hiyo kumbe tunachopaswa kukijua kabla ya kwenda kuanza kuomba mkopo wa masomo ya elimu ya juu, kwanza ujue anwani yako kamili ya makazi. Anwani ya kwangu mimi ninayetaka kuomba, anwani ya mzazi wangu, mlezi, pamoja na wadhamini wangu, wote wanapaswa kuwa na anwani za makazi, ili zitakapohitajika niweze kujaza hizi taarifa. Uifahamu kwa maana unavyoiona pale nyumbani, lakini hakikisha imesajiliwa kikamilifu kwenye mfumo wa anwani za makazi. Taarifa ambayo ameionyesha hapa mtaalamu ni taarifa ambayo ilisajiliwa. Kama isingesajiliwa, asingeweza kuiona. Kwa hiyo kumbe hatua ya kwanza tunapofikiria tu kwamba nataka kuomba mkopo kwenye mwaka huu, kumbe cha kwanza ni hakikisha nimejisajili kwenye mfumo wa anwani za makazi, na nihakikishe ninaifahamu anwani yangu. Hapo ndo naweza kuendelea na hatua za kuomba mkopo. Kwa hiyo baada ya kujua hiyo anwani, akatuonyesha pia post code. Inawezekana ukawa hujui kata yako namba yake ni ngapi au post code yake. Ametuonyesha namna ya kuweza kuipata hiyo post code. Unaingia, unachagua mkoa wako, unachagua wilaya yako, unachagua kata yako, na baadaye utapata namba maalum ya kata, yani post code, kama ambavyo mtaalamu anaonyesha hapo. Ina tarakimu hizo 5. Lakini baada ya hapo akatuonyesha pia kitu kinaitwa address code. Address code hizi ni namba ambazo ndani yake zinaonyesha post code yako, zinaonyesha namba yako ya anwani, zinaonyesha barabara uliopo, lakini kwa mtindo wa namba. Ni namba maalum ambayo ina tafsiri fulani fulani ndani yake, ikiwa inamaanisha taarifa zako za anwani za makazi, kama ambavyo mtaalamu alikuwa anatuonesha hapo. Lakini lazima pia ili uweze kujua address code yako uwe na taarifa ambazo zina lingana na anwani yako ya makazi. Lazima ujue ni uko barabara gani au mtaa gani. Lazima ujue namba ya nyumba ambayo unaishi ili uweze kupata address code. Ukivifahamu vyote hivyo ukavijaza kwa usahihi, utaweza kupata address code kama ambavyo mtaalamu ametuonesha hapo. Sasa baada ya kuwa tumepata taarifa za awali za kuhusiana na nini maana ya anwani na muundo wake, na hivyo vitu vitatu ambavyo kila mtu anatakiwa kuvijua, tunatakiwa kufahamu kwamba kila mwananchi anapaswa kuwa na anwani. Inawezekana ukawa wewe ni mpangaji, si kwamba utakiwa kuwa na anwani, unapaswa kuwa na anwani hapo ulipopanga. Inawezekana wewe ukawa ni ndugu wa mpangaji au ndugu wa mwenye nyumba, wote tunapaswa kuwa na anwani. Kwa hiyo kumbe wote tunapaswa kuwa tumesajiliwa kwenye mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi. Kwa baada ya kusema hayo, sasa mtaalamu ni kuruhusu utuoneshe namna tunavyoweza kupata barua ya utambulisho wa mkazi kidigitali. Sasa kwa nini tunaenda kuangalia barua ya utambulisho? Kuna mtu atajiuliza ambaye amejiunga na sisi hakuwepo vipindi vya awali. Hapa tunakwenda kuthibitisha ukazi wa muombaji wa mkopo. Nyuma huko tulikuwa tukiomba mikopo, tunajaza form fulani, tunapeleka kwenye ofisi ya mtendaji wa mtaa, anatugongea mihuri na kusaini, alafu tunazipeleka bodi ya mikopo. Sasa utaratibu huo umebadilika. Mwananchi halazimiki tena kwenda kwenye ofisi ya mtendaji, badala yake anaweza kuiomba ile barua ambayo alikuwa anaipeleka kwa mtendaji, akaiomba akiwa nyumbani kupitia mfumo wa anwani za makazi, ili aweze kuthibitishwa kwamba wewe ni mkazi wa eneo fulani. Basi utaingia kwenye mfumo, utaiomba hiyo barua, na kwenye hiyo barua utapewa namba ya kumbukumbu au reference number, na reference number hiyo au namba hiyo ya kumbukumbu ndio utakayokwenda kuijaza katika fomu yako utakapokuwa unaomba mikopo. Kwa hiyo kumbe tunakwenda kuonyeshwa barua, namna ya kuiomba na namna utakavyoipata hiyo reference number,
ili baadaye uweze kwenda kuitumia katika fomu ya kujaza kukamilisha hatua za uombaji wa mikopo. Kwa hiyo naomba Madison uendelee sasa namna tunavyoweza kupata barua ya utambulisho kupitia wavuti ya mfumo wa anwani za makazi. Asante. Sasa tutaenda kuangalia namna ambazo tunaweza kuomba barua ya utambulisho. Kama tukiangalia kwenye skrini yetu hapo, kuna ile sehemu ya 4 kabisa imeandikwa barua ya utambulisho. Kwa hiyo utabofya ile sehemu. Ukibofya hiyo sehemu, tunaona kuna juu kabisa pale imeandikwa barua ya utambulisho, lakini unaweza kupata utambulisho binafsi, lakini pia unaweza ukapata utambulisho wa utambulisho wa mtoto chini ya miaka 18. Kwa hiyo tunajua kwamba wale ambao wanaenda kuomba mikopo, kuna ambao wako chini ya miaka 18 ambao wanahitaji sasa wale ambao wanawategemea waweze kuwaombea mkopo. Kwa hiyo kwanza kabisa nitaonyesha namna ambavyo mwananchi anaweza kuomba utambulisho binafsi. Sasa ili uweze kuomba barua lazima uwe na taarifa mojawapo katika hizi taarifa 3. Taarifa ya kwanza unatakiwa uwe na namba ya NIDA, au kama unatokea Zanzibar uwe na namba Mzanzibari mkazi, lakini uwe na namba ya simu. Lakini hakikisha hizi taarifa au mojawapo ya hizi taarifa zilisajiliwa kwenye daftari la anwani za makazi. Kwa kama hukusajiliwa kule, utapata hiyo taarifa au hiyo anwani yako. Kwa nitaanza na namba ya NIDA, nitaonyesha. Kwa mfano ukiingiza namba yako ya NIDA hapo, utaenda kwenye kitufe kilichoandikwa tafuta. Sasa ukibofya kwenye kitufe kilichoandikwa tafuta, mfumo utakupa muda wa matumizi au kwa Kiingereza tunaita session ya kuweza kutumia hii huduma. Kwa hiyo itakupa muda wa matumizi kwa namna ya kukutumia OTP au kwa Kiswahili tunaita msimbo mfupi. Utatumiwa kwenye message na utaweza kuingiza. Kwa hiyo nitabonyeza kitufe cha tafuta. Kama tunavyoona hapo inasema msimbo umetumwa kwenye namba inayoishia na 19. Kwa hiyo nitaangalia meseji yangu kwenye simu yangu, lakini tukiangalia hapo chini inaonyesha muda. Msimbo umewekwa unaweza kuexpire baada ya dakika 10. Kwa hiyo nitaingiza msimbo wangu ni 61 17 72. Kwa hiyo baada ya kuingiza msimbo, mfumo utaniletea orodha ya anwani zangu. Kwa kama tukiangalia pale chini, zile ni orodha ya anwani ambazo mimi napatikana. Kwa hiyo inawezekana kuna anwani ambayo mimi nimepanga, lakini kuna anwani labda ninamiliki nyumba, labda kuna anwani nyingine ni mtegemezi. Kwa hiyo zile anwani zote zitakuja pale chini. Kwa hiyo utatakiwa uchague ni anwani gani unaombea barua utambulisho. Kwa ile anwani utakayoichagua, yule mtendaji wa mtaa wa ile anwani ndiye atakayepitisha lile ombi lako la barua. Kwa hiyo kwa mimi nitachagua hii anwani yangu ya kwanza ambayo inapatikana kata ya Madukani. Kwa hiyo nitaichagua kwa kubofya. Kwa hiyo baada ya kuchagua, window inayofuata, hizi barua tunavyoomba ni lazima ziwe na picha ndogo ya rangi. Kwa hiyo nafikiri tunafahamu picha ndogo za rangi zinakuaje, lazima ziwe na background ya blue kama tunavyoona pale mfano wa ile picha. Lakini unapopakia ile picha inatakiwa iwe na sifa zifuatazo. Pale chini kuna zile sifa. Kuna sehemu imeandikwa vipimo, iwe na upana wa pixeli 300, urefu wa pixeli 300, lakini uwe na ukubwa usiozidi KB 500. Kwa hiyo ukienda kupiga picha stationary au kwa wale wanaopiga picha ndogo za rangi au passport, ukiwapelekea hizi specification watakupiga picha katika hizo specification. Kwa hiyo nitaonyesha namna ambavyo naweza kupakia picha. Kwa hiyo nitabadilisha hii picha iliyopo. Kwa hiyo nitabofya pakia.
itanifungulia napakia picha kutoka wapi, lakini kwa sababu ya security huko nafikiri hatutaona ile nani yangu ya, kwa hiyo mtaona tu nikiwa nimeichagua. Kwa hiyo nitachagua picha, kwa kama tunavyoona hapo picha imechaguliwa. Kwa hiyo baada ya kuchagua picha, ukiangalia kwa pembeni pale kuna maelezo ambayo yameandika jina kamili, lakini imeandika anwani inayotoka. Lakini ukishuka pale chini kuna sehemu sasa ambayo unachagua hiyo barua ya utambulisho inaelekea wapi. Kwa hiyo swali la kwanza unaulizwa chagua lugha itakayotumika kwenye hiyo barua. Kwa hiyo barua za utambulisho zipo za lugha mbili. Unaweza ukaomba barua ya utambulisho ya Kiswahili au unaweza ukaomba barua ya utambulisho ya Kiingereza. Inategemea hiyo barua ya utambulisho unaipeleka wapi. Kwa hiyo itachagua mimi nataka barua ya Kiswahili, lakini swali linalofuata ni dhumuni la barua. Hii barua unaiomba kwa ajili ya kazi gani? Kwa hiyo nikiangalia pale madhumuni yaliyopo, kuna dhumuni la kwanza kabisa ni maombi ya mkopo wa jumla, lakini kuna dhumuni la pili ni kufungua akaunti ya benki. Kuna dhumuni la tatu ni maombi ya mkopo ya wanafunzi wa elimu ya juu EZEB, lakini kuna sehemu ya nne ni utambulisho wa jumla. Kwa hiyo kwa mimi nitachagua hii ya tatu kwa sababu plani yangu ni kuomba mkopo wa EZEB. Lakini ukiangalia pale chini kuna kitufe sasa inakwambia tuma hilo ombi. Kwa hiyo baada ya kujaza hizi sehemu zote, kubadilisha picha au kuweka picha, kama huna picha utabofya kitufe kilichoandikwa tuma ombi. Kwa hiyo nikibofya kile kitufe, ombi langu litakuwa limetumwa, lakini utapata message ya kukujulisha kwamba ombi lako limetumwa kikamilifu. Lakini tukiangalia pale kwenye skrini tunaona pale juu kuna zile namba 76113Q212. Hii namba inaitwa namba ya ufuatiliaji au kumbukumbu namba ya barua. Kwa hiyo unatakiwa hii namba uitunze sehemu ambayo hii namba ndiyo utakaoenda kuitumia kwenye kuomba mkopo. Kwa hiyo kwa mimi nitainakili, lakini hii namba pia imetumwa kwenye message. Kwenye ile namba yako. Kwa hiyo hapa mpaka kufikia hatua hii mwananchi amekuwa amemaliza kuomba barua yake. Hatua inayofuata yule mtendaji wa mtaa wa ule mtaa husika ambayo yule mwananchi anatokea ataipitisha ile barua au kuidhinisha. Kwa hiyo kwako mwendeshaji. Asante sana Medson. Asante kwa kutuonyesha namna ya kuomba hiyo barua. Yule ambaye anatufuatilia na yule ambaye amejiunga hivi karibuni, tulikuwa tunajaribu kuelekezana namna gani naweza kupata barua ya utambulisho, barua ambayo itathibitisha mimi ni mkazi wa mtaa X, barua ambayo mtendaji wa mtaa atanithibitisha mimi kama mkazi kwenye mtaa au kijiji chake, na barua hiyo ndio nitakayoitumia katika kukamilisha maombi yangu ya mkopo wa masomo ya elimu ya juu kuanzia mwaka huu wa masomo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vya msingi alituonyesha. Cha kwanza kuna suala la kupakia picha. Kumbe tunapaswa pia kujua hii picha ninayotakiwa kuipakia ina vigezo gani, kama ambavyo mtaalamu alionyesha pale. Iwe na size gani, iwe na upana gani, tunapaswa kuizingatia hiyo ili wakati wa kuomba basi tuwe tumeshajiandaa tayari, una picha yako pembeni na ukaweza kuipandisha. Kwa wale ambao huwa tunakwenda kufanya application kwenye internet cafes, kwenye stationaries, basi kumbe tunahitaji kupiga picha, tuiweke tayari nayo kuipakia kwenye mfumo kwa ajili ya kukamilisha maombi yetu. Kwa hiyo tunajaribu kuonyeshana vitu ambavyo utapaswa kujiandaa navyo ili kuepusha usumbufu wa kwenda na kurudi.
Kwa hiyo nitahitaji picha. Nikishahitaji picha, nihakikishe kwamba nimesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi, na hilo ndio linakuja kwanza, nihakikishe nimesajiliwa. Nikishakuwa nimesajiliwa, sasa ndio naweza kuomba barua. Kwa hiyo usiende kuomba barua ya utambulisho kama bado hujasajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Kwa hiyo anza kwanza kuhakikisha umesajiliwa, baada ya hapo ndio utakwenda kuomba barua. Lakini ukiwa naomba barua ujue kuna picha nitatakiwa kuipakia. Kumbe basi niwe na picha pembeni ambayo itanisaidia kuipakia. Sawa. Kwa hiyo baada ya kupata hatua hiyo, mpaka hapo mwombaji anakuwa amekamilisha hatua zake za kuomba, na namba ambayo unaiona 7613Q212 ndio namba ya kumbukumbu au reference number, na hapa ilipo sasa inasubiri kuthibitishwa na mtendaji. Kwa kama utaichukua hapa ukaipeleka bodi ya mikopo, bado haijathibitishwa. Ujumbe wa kwamba ombi lako limethibitishwa utaupata kupitia simu yako au namba yako ambayo uliisajili na uliitumia katika kuomba maombi haya. Kwa hiyo ili kuondoa usumbufu, usije ukaondoka na namba hii kabla haijathibitishwa ukaenda nayo. Kwa hiyo uthibitisho utakuja na utaupata ujumbe kwamba ombi lako limethibitishwa. Kwa hiyo baada ya hapa naomba sasa mtaalamu utuoneshe namna ninavyoweza kutumia namba hii kujaribu kufuatilia ombi langu kama limethibitishwa au bado. Karibu Medson. Asante. Kwa hiyo kwa kutumia namba hii ambayo umepewa, unaweza kutumia sehemu ya ufuatiliaji wa ombi. Kwa hiyo kwa hapa kwa nimemaliza, nitabonyeza sawa, mfumo utarudisha mwanzoni. Sasa tukiangalia pale kwenye ile picha chini ya neno mfumo wa anwani za makazi, kuna sehemu imeandikwa pale, andika namba ya ombi au reference number. Kwa mbele kuna kitufe kimeandikwa fuatilia ombi. Kwa hiyo nitaandika ile namba, lakini kwa hapa mimi nitaipaste kwa sababu nilikopi. Kama tunavyoona namba yetu ilikuwa ni 761 3Q212. Kwa hiyo nitabofya kitufe cha fuatilia ombi. Kwa hiyo kama tunavyoona pale inataja jina langu, lakini inataja anwani, inasema hongera, umefanikiwa kupata barua utambulisho wa makazi. Tafadhali bofya kitufe hapo chini kupakua barua yako. Kwa hiyo baada ya mtendaji kupitisha hii barua, kwanza utapata message kwenye simu yako ya kukwambia ombi lako limepitishwa. Kwa hiyo baada ya kupata ile message, utakuja tu kwenye mfumo huku ili kuweza kupakua barua. Kwa hiyo sasa kuna mahitaji mbalimbali. Inawezekana hii barua umeomba unataka uipeleke benki kufungua account, au unataka kwenda kuomba mkopo, mfano vikoba, SACCOS mbalimbali, microfinance, au unataka kupeleka katika ofisi fulani. Kwa hiyo kama una mahitaji hayo, utatakiwa kuipakua ile barua. Wakati mwingine utahitajika mpaka kuiprint. Lakini kwa maombi ya mkopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, kinachohitajika ni hii namba ya utambulisho, namba ya kumbukumbu. Kwa hiyo baada ya kupitishwa ile ombi lako, utaitumia ile namba kwenda sasa kwenye sehemu ya maombi ya mkopo ya wanafunzi wa elimu ya juu na kuitumia. Hapo baadaye nafikiri mtaonyeshwa namna ya kuitumia hii namba. Kwa hiyo kwa hapa nitabonyeza pakua barua. Kwa nitasubiri mpaka imalize. Kama tunavyoona barua yetu imekamilika. Kwa hiyo kama tunavyoona, hii ndiyo barua ambayo tumeweza kuomba. Kama tunavyoona pale juu kuna ile kumbukumbu namba kama inavyoonekana ile pale, lakini kuna tarehe ya barua, lakini pia imetaja ni mtaa gani tunapatikana. Ni ofisi ya serikali ya mtaa wa Jamala. Lakini tukiangalia inataja ile barua inaelekea wapi. Kama tunavyoona ni mkurugenzi mtendaji, bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, 3, anwani namba 3, Zimamoto, Makole, Dodoma.
inasema inamtambulisha nani? Inasema inamtambulisha nani, lakini inasema mtajwa hapo juu ni mkazi wa Dodoma, wilaya ya Dodoma, kata Madukani, mtaa wa Jamal, barabara ya hospitali, nyumba namba 1. Namba 3 inasema dhumuni la barua hii, utambulisho huu ni kufanikisha maombi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Ofisi yangu inamtambua vyema na haina pingamizi naye, hivyo naomba apatiwe huduma. Lakini pale chini tukiangalia inataja jina la afisa mtendaji wa mtaa huo ambaye amepitisha barua. Kama tunavyoona pale namtaja Hassan Jabiri Kitoweo. Kwa hiyo ndio afisa mtendaji wa ule mtaa ambaye amepitisha hii barua. Kwa hiyo mwananchi anaweza kuprinti hii barua na kuipeleka kwenye taasisi husika. Kwa hiyo, lakini ukiangalia hapa chini kuna hii alama ya QR code. Hii alama inasaidia kuverify hii barua. Kwa hiyo ndugu mwongozaji, hapo mpaka hapo mwananchi anakuwa amepata barua. Hatua inayofuata sasa ni kwenda kuitumia hiyo barua sehemu ambako amehitajika kwenda kuitumia. Asante na wasilisha. Asante sana ndugu Medson kwa wasilisho zuri. Wale ambao tunafuatilia elimu hii, mtaalamu ametuonyesha namna barua tunavyoweza kuipata. Kwa hiyo kama utaomba kwenye halmashauri ya Dodoma itakuja barua kutoka Dodoma. Kama utaomba kwa halmashauri ya Kilosa itakuja ikionyesha kwamba imetoka Kilosa. Na kubwa zaidi juu pale tunaona ile kumbukumbu namba ya 7613Q212. Hii namba ni ya msingi ambayo kama tulivyoeleza mwanzo ndio tutakayokwenda kuitumia kukamilisha maombi yetu ya mikopo. Na barua imejieleza vizuri ikionyesha anwani kamili ya huyu mwananchi. Lakini nikipita kwenye chati pia wale ambao tuna maswali pengine, tuna maoni, tunaweza kuandika kupitia chati hapo. Ukiangalia skrini yako kwa chini hapo utaona kuna sehemu imeandikwa chat. Hapo unaweza ukauliza swali, ukafanya nini, na maswali yote tunayapokea kwa ajili ya kuyajibu. Kuna kabla sijaanza kujibu maswali, basi tutaonesha pia wapi ambapo tutakwenda kuijaza hii kumbukumbu namba kwenye zile fomu zetu za uombaji wa mikopo. Kwa hiyo wakati wenzetu wa upande wa bodi ya mikopo wanajiandaa kutuonyesha zile fomu hapa, nitarespondi kwenye haya maswali ambayo yapo. Wakati huo wenzetu wa bodi wakijiandaa, bodi amesha connect. Wa bodi tusubiri kidogo kabla hujaanza kuelezea. Sambekwa ameuliza kama ameelewa vizuri, kwa wale wenye umri wa chini ya miaka 18 wanaweza kuombewa barua kupitia wazazi wao. Je, kwa mwananchi mwenye miaka 18 na zaidi ni lazima yeye binafsi awe na post code? Katika kujibu swali hili, kwanza nataka tuelewe vizuri Sambekwa. Mwananchi anatakiwa kuwa na anwani ya makazi. Tuijenge kwenye vichwa hivyo. Awe na anwani ya makazi ambayo ni nini? Namba ya nyumba, jina la mtaa au barabara, pamoja na posti kodi. Kwa hiyo posti kodi ni sehemu ya anwani ya makazi. Hiyo ikae vizuri, eleweke. Kwa hiyo huyu mtu mwenye miaka 18 na zaidi, kila mtu anapaswa kuwa na anwani ya makazi. Maana yake ni nini? Kila mtu kwa wakati fulani anaweza akawa anapatikana mahali fulani ambapo akataka mizigo yake ifike au apelekewe huduma hapo alipo. Na hiyo ndio anwani ya makazi. Kwa hiyo anwani ya makazi inaweza ikawa ni eneo lako la nyumbani unapoishi. Anwani ya makazi inaweza ikawa ni eneo la ofisini ambapo unafanya shughuli zako. Anwani ya makazi inaweza ikawa ni kwenye eneo la biashara zako. Kote huko kuna anwani. Na hayo maeneo yote yamesajiliwa yana anwani. Lakini sisi sasa katika swala hili la mikopo, tunataka huyu anayeomba mikopo aweze kusema ile anwani yake ya makazi. Pale makazi yake ambayo tutampata yeye kwenye makazi ni wapi? Ambapo akihitaji barua zifike, sio nini zifike, kwenye makazi yake ni wapi? Kwa hiyo kama ni mtoto basi ni pale nyumbani kwa mzazi wake au mlezi wake, ndio anwani yake ya makazi ilipo. Kwa hiyo mwenye miaka 18 na zaidi au aliye chini ya miaka 18 wote tunapaswa kuwa na anwani ya makazi. Na inawezekana katika kipindi hiki cha kuomba mkopo kuna wengine wako jeshini wameenda,
hawako nyumbani, wazazi wanaweza kuwasaidia kuomba mikopo, lakini sharti ni kwamba mtoto huyo tunayemwombea mkopo awe amesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Na hata atakayeomba mwenyewe, inawezekana pia akaomba mwenyewe mtoto lakini awe amesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Hilo ndo sharti la msingi. Sasa kuna swali lingine pia la ndugu yangu hapa Yakin Ling, waliojenga maeneo ya jeshi na hawakupewa anwani. Kuna hoja hapa alikuwa anatuelezea kwamba kuna watu wamejenga kwenye maeneo ya jeshi na hawakupewa anwani. Lakini swali lake lingine, kuna maeneo watu hawana anwani ya makazi kama eneo la hifadhi ya Ngorongoro, wanafunzi hao wanapataje huduma hii? Waliomaliza kidato cha 6 vile vile hizo logo za halmashauri zipo automatic kwa pia? Yes, kwenye maswali yako haya yote mawili inawezekana umetaja tu Ngorongoro na maeneo ya jeshi, hapo maeneo mengine mengi zaidi. Lakini kwa hawa watu wote ambao pengine anatokea kwenye eneo lenye changamoto, utaratibu wao upo wa namna ya kuwashughulikia, utaratibu wao upo kwa ajili ya kuwawezesha kupata huduma hii ya mikopo, wote ambao wanatokea kwenye maeneo yenye changamoto. Lakini swala la logo la halmashauri zote zina logo na inategemea tu wewe unaomba barua kutokea wapi. Hiyo logo itatokea yenyewe, wala sio swala la kwetu sisi wananchi waombaji. Lakini kuna Mr. Kihongo akasema asante kwa wasilisho zuri, naomba kuuliza kuwa kwa watendaji wetu huku vijijini wanawezaje kupitisha maombi hayo ya barua online? Je, assume nimetuma maombi online na sijajibiwa, maybe mwezi umepita, natakiwa kufanyaje? Nazungumzia watendaji wa kata walioko vijijini. Swali zuri sana Mr. Kihongo, kwa sababu tunajua sehemu kubwa ya nchi yetu ni maeneo ya vijijini na watendaji wetu wengi wako kwenye maeneo ya vijijini. Hili limezingatiwa kwenye vipindi vilivyopita. Tulisema maombi yanayotumwa, licha ya kwamba yanaelekezwa kwa mtendaji wetu wa mtaa au kijiji, lakini mtendaji wa kata anapata taarifa, mratibu wa anwani za makazi kwenye ngazi ya halmashauri na timu yake wanapata taarifa, mratibu wa anwani za makazi kwenye ngazi ya mkoa na timu yao inapata taarifa, pamoja na waratibu ngazi ya kitaifa. Na kwa mtendaji wa mtaa au kijiji, ombi litakaa kwa masaa 24 pekee. Kama halijashughulikiwa litapanda kwenye ngazi ya juu na wataliona na kulishughulikia. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi kwamba inawezekana mtendaji amepoteza simu kabisa siku nzima. Watu wametuma maombi, mtendaji hapatikani kabisa hata hewani. Tunafanyaje? Bado utaratibu na mfumo wetu unaruhusu kushughulikiwa kwenye ngazi za juu za yule mtendaji. Lakini jambo la kwanza la msingi ni kuhakikisha tu umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Lakini vile vile Charles Mangombo Kimario anasema, je, huyu mtendaji wa mtaa kama hana kompyuta, access ya internet, hata ionaje hiyo barua kwenye mfumo ili aweze kupitisha? Maana mitaa mingi inatumia barua hard copy kutokana na mazingira anayofanyia kazi. Ni sahihi kabisa, lakini hapa kuna swala pia la kiutendaji ndani ya ofisi za serikali ambao linafahamika kwamba watendaji wetu wengi hawana hizi laptop, hawana kompyuta za mezani, na mwingine atasema hana bando, lakini haya yote yanafahamika na utaratibu wa kutekeleza swala hili umeshaandaliwa kwa watendaji wetu wote ili kuwezesha waombaji wa mikopo waweze kupata hiyo huduma. Yes, baada ya kurespondi kwenye maswali hayo, tunaweza kuendelea kuandika hapa. Sasa karibuni ndugu zetu wa bodi ya mikopo. Kama ambavyo tuliwaambia mwanzo, tuko wataalamu wa mfumo wa anwani za makazi, lakini tuko na wenzetu wa bodi ya mikopo kujaribu kuonyesha hatua za kuweza kuomba mkopo wa masomo ya elimu ya juu kuanzia mwaka huu ambao tunatumia taarifa ya anwani za makazi. Sasa tumepata kumbukumbu namba, tayari umeomba barua, umesajiliwa kwenye mfumo, unaijua anwani yako, umeomba barua, umepata na reference number. Unaenda kuiweka wapi katika hatua zako za kuomba mikopo? Kwa hiyo naomba nimkaribishe ndugu yangu kutoka bodi ya mikopo atupitishe kwa uchache kwenye hizi hatua za kuomba mkopo mpaka pale ambapo
taarifa ya anwani za makazi itakwenda kuwekwa. Karibu sana. Nashukuru Bwana Arnold. Bila shaka nakusikia. Tunakupata vizuri kabisa. Naam, mimi naitwa Edwin Buhatwa kutoka ofisi ya bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, na hapa tutapita kwenye mfumo wa maombaji ya mkopo, lakini tutaenda zaidi kwenye eneo mahususi ambapo mwombaji mkopo atapaswa kujaza ile namba aliyoipata ya anwani ya makazi. Sasa katika skrini yetu utaona huu ndio mfumo ambao mwombaji ataingia kwa ajili ya kuomba mkopo, na hapa tutaenda eneo linalosema apply for loan. Katika eneo hilo ukibonyeza italeta mhusika achague yule mwombaji wa mkopo kama amefanya mtihani wa NECTA au amefanya masomo yake ya kidato cha 4 nje ya nchi. Sasa hapa tutatoka kwenye eneo la aliyefanya mtihani wa NECTA. Akishabonyeza hapo atatakiwa kuweka namba yake ya mtihani ya kidato cha 4. Bonyeza, atachagua nayo namba moja ya mwanafunzi ambaye ni S. Namba yake ni 5020. Namba ya mwanafunzi ni 0012 na amehitimu kidato cha 4 mwaka 2024. Utagundua akishaweka namba yake kwa ukamilifu, namba ya mtihani ya kidato cha 4 itaonesha jina la shule, lakini pia na jina lake. Huyu anaitwa Elena Kisi Charles, ambapo atatakiwa kuhakiki. Baada ya kuhakiki, atachagua yeye anaomba mkopo kwa kundi lipi. Tuko na diploma, tuko na bachelor degree, postgraduate diploma in legal au ni wale wa sheria, tuko na watu wa masters na wanaoomba mkopo wa PhD. Huyu utachagua kuomba mkopo wa bachelor degree. Akishachagua hivyo itamletea control number, kwa sababu sisi kwenye mazingira ya testing. Control number tulishaipata na imekwisha lipiwa. Baada ya mwanafunzi kupata control number, atakwenda moja kwa moja ku create account. Kwa hiyo hapa atatakiwa ku create account, ambapo ataweka ile msimbo kwa maana ya password, na username yake inakuwa ni hii namba ya mtihani ya kidato cha 4. Baada ya kufanya hivyo, atatakiwa ku login kuingia kwenye mfumo, ambapo username itakuwa ni ile namba yake ya mtihani ya kidato cha 4 ambayo ni S 5020 0012 2024, na password yetu ataweka password na atalogin kuingia kwenye mfumo. Huyu Elena Charles akishaingia atakutana na kwamba huyu anaomba mkopo wa bachelor degree, kwa hiyo atahitaji kuendelea na maombi kwa kubonyeza sehemu ya continue, na kisha ingia ukurasa wake wa uombaji mkopo utaonekana kama tunavyoona kwenye skrini, na upande wa kushoto kuna zile hatua ambazo anapaswa kujaza maombi yake kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Sasa tukifungua hatua hii ya kwanza ya basic information, hizi taarifa atazijaza, na katika eneo hili anachopaswa kuweka ni atapakia picha yake kwa maana ya passport size, lakini baada ya kupakia picha atatakiwa kuweka namba ya akaunti ya benki na ataihakiki. Na baada ya eneo hili katika basic information atatakiwa kuendelea na hatua nyingine. Kwa hiyo hapa hii eneo la basic information itakuwa tumeijaza kwa uhakiki, kwa usahihi. Hatua itakayofuata kwa mwanafunzi huyu ni sehemu ya demographic information, na hapa ndipo eneo mahususi ambalo mwanafunzi huyu
atatakiwa kujaza taarifa ikiwemo pamoja na ile namba ya anwani ya makazi ambayo inatolewa na ambaye ataipata kule kwa afisa mtendaji wa mtaa. Huyu tumechukua sample ya mwanafunzi ambaye kwa kuzaliwa kwake amezaliwa nje ya Tanzania. Kwa hiyo sehemu atatakiwa kuweka cheti, atachagua ule mkoa na wilaya alipozaliwa kwa upande huu, ambapo baada ya kujaza taarifa hizi, akija kwenye hatua ya kuendelea mbele atabonyeza next, na katika eneo hili kama tunavyoona ndipo atapaswa kujaza ile namba ya anwani ya makazi. Kwa hiyo tulikuwa tumeandaa taarifa za awali ili tuje twende kuangalia kwenye eneo hili mahususi la ujazaji wa ile anwani ya makazi. Kwa hiyo hapa tunaweka ile namba ambayo yule muombaji amepewa kule na afisa mtendaji ambayo imehakikiwa, ambayo ni namba 7613 Q 212. Wakati Edson ukiwa unaendelea, nataka kuwakumbusha ambao wanafuatilia kwamba mpaka hatua hiyo wewe ambaye unajiandaa kuomba mikopo utaona kumbe pia ile picha ambayo utapiga itakuja kuhitajika tena kwenye hatua nyingine ya kuipandisha hiyo picha. Lakini vile vile kumbe tunapaswa kujiandaa na cheti changu cha kuzaliwa ambacho nacho nitaki upload kwenye hatua hii ya hizi taarifa za demographic. Kwa hiyo kumbe hivi ndio katika eneo hilo tunayo makundi mawili. Wanafunzi waliozaliwa ndani ya Tanzania, wao wataweka namba ya uhakiki kutoka RITA ambayo itakuwa imehakikiwa, ambapo cheti chao ikishahakikiwa wanapata namba ya uhakiki ambayo akijaza kwenye mfumo italeta taarifa zile zilizopo kwenye cheti chake cha kuzaliwa. Katika eneo hili tulitumia sample ya mwanafunzi ambaye amezaliwa nje ya Tanzania, ambaye yeye kwa mwaka huu zile taarifa zake za kuzaliwa kwa maana ya kile cheti atakipeleka RITA, watathibitisha zile taarifa na atapewa nakala ambaye atakuja kuiambatanisha. Kwa hiyo katika eneo hili ndio maana utaona tuliweka cheti ni kwa mwanafunzi yule aliyezaliwa nje ya Tanzania. Lakini kwa wale waliozaliwa ndani ya Tanzania wataweka namba ya uhakiki wa cheti cha kuzaliwa inayotolewa na mamlaka ya RITA, na upande kwa wenzetu wa Zanzibar wataweka pia namba ya uhakiki ambayo inatolewa na mamlaka ya ZC SRA. Kwa hiyo iko katika haya makundi. Asante sana Edson. Kwa hiyo kwa maneno mengine tunawaambia waombaji wanapaswa kuhakikisha vyeti vyao vimehakikiwa na mamlaka husika ili waweze kupata hii namba ya uhakiki watakaokuja kuijaza kwa wale ambao wamezaliwa ndani ya nchi. Ndio. Sasa tuko tayari kuendelea. Sawa, tunaweza kuendelea. Yes, hapa tutaweka namba ya anwani ya makazi. Kuna namba nyingine kidogo tofauti na hiyo ya awali ambayo ni 75 31 okay 32 01. Utaona hii namba ikisha ingizwa kwa usahihi, mwombaji ataambiwa search NAPA details. Kwa hiyo akisha search italeta taarifa hizi ambazo hizo zile amezipata kule wakati anapata ile anwani ya makazi. Kiangalia ina ile reference number, ile reference number bila shaka ndio ile ambayo atakuwa amepewa kwenye ile barua ya utambulisho. Lakini kuna majina yake huyu mwanafunzi, kuna namba ya nyumba kwamba huyu anakaa nyumba namba 11, lakini pia iko postcode yake.
Kisha huyu ni mkazi wa Dodoma City Council, mkoa wa Dodoma, na itakuwa ni wilaya ya Dodoma. Na taasisi, kwa sababu reference number ile iliombwa kwa dhumuni la kuwasilisha maombi ya mkopo katika taasisi ya bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, ndio hii itaonekana hapa, na huku upande wa pili itaonesha dhumuni lilikuwa ni nini, kwa sababu wakati anaomba alisema ni maombi ya mkopo, na itaweka hizi anwani. Bila shaka upande wa kushoto itaonesha anwani ya taasisi ya bodi ya mikopo, na upande wa kulia itaweka zile taarifa za mwanafunzi, kwa maana ya mtaa, kwamba anakaa nyumba namba ngapi, mkoa gani, na postcode yake itaonekana upande wa kulia, na upande wa kushoto utakuwa na taarifa pia za taasisi ya bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Lakini pia tutaiona picha ya mwanafunzi ambayo aliambatanisha wakati anaomba barua ya utambulisho kwa afisa mtendaji. Sasa taarifa hizi akishaziweka, mwombaji huyu atapaswa kuzithibitisha, ataconfirm hizi taarifa kwamba ndiye yeye na dhumuni imewekwa kama ilivyokusudiwa. Kwa hiyo akishahakiki itamwambia save domicile detail, kwamba baada ya kuzihakiki atatakiwa kusave, na akishafanya hivyo atakuwa amekamilisha zoezi la upakiaji wa hizi taarifa katika mfumo wa maombi ya mkopo. Kwa tutasave. Akisha save, tunaona kwamba katika eneo hili anakuwa amehitimisha eneo la demographic information, ambalo ni sehemu anayoweka ile namba ya anwani ya makazi aliyoipata. Kwa hiyo akishafanya hivyo na kuconfirm taarifa hizi, unaweza ukatizama kwamba upande huu wa kushoto palipo na vema ya rangi ya kijani, maana yake taarifa hizo zinakuwa zimejazwa kwa usahihi na zimekamilika katika eneo hilo, na hizi alama nyekundu, hii inakuwa ni sehemu ambayo haijajazwa kabisa. Kwa hivyo mwombaji wa mkopo atajaza taarifa hizi, ni hatua ya pili baada ya kuweka taarifa zake za msingi. Anapoweka taarifa zake za makazi, hatua ya pili ya uombaji wa mkopo. Kwa hivyo akishamaliza hapo, basi anaweza kuendelea na hatua nyingine ya preliminary information, ambapo ni mfululizo wa kuweka taarifa zake za huyu mwombaji. Unaweza kuendelea au kuna unaweza kuendelea tu. Kwa hivyo baada ya kujaza hizo taarifa, tutakuja kipengele cha tatu ambacho ni preliminary information, ambapo hapa anaanza kwa kuulizwa kama ana ulemavu huyu mwanafunzi. Kwa hiyo anaweza akachagua kama ana ulemavu. Kama ana ulemavu, humo utamuuliza kwamba ana namba ya uhakiki wa ulemavu, ambayo namba hii anakuwa ameipata ofisi ya waziri mkuu. Kama ndio, atasema ndio na ataweka namba ile, na hapa chini ataiandika. Asipokuwa na ile namba ya uhakiki wa ulemavu kutoka ofisi ya waziri mkuu, basi atachagua hapana. Akishachagua hapana, humo utamwambia achague aina ya ulemavu, ni either mental au physical. Akishachagua moja wapo, humo utamwambia download, apakue ile fomu ya ulemavu. Akishaipakua, fomu itatoka na taarifa zake, kwa maana ya jina lake na ile anwani yake itakuwa itaonekana pia, lakini itaeleza nani mlemavu, ni yeye mwenyewe mwombaji, huyu applicant. Sasa fomu hii ataipeleka kuhakikiwa na kusainiwa na mganga mkuu wa wilaya au wa mkoa. Baada ya kusainiwa, itapigwa na muhuri, na ndio atarudi tena mfumo ya mkopo kuja kuipakia.
Sasa hapa tuassume kwamba fomu hii imesha sainiwa na sasa inapakiwa. Kisha ipakie, itakuwepo sehemu ya kuweza preview kuona kwamba fomu aliyoweka ni hiyo ile ambayo ni sahihi, kwa maana itamsaidia kutokosea kuweka kiambato ambacho sio sahihi. Baada ya kufanya hivyo, basi ata save taarifa za ulemavu. Baada ya hatua hiyo, inamwambia enda hatua ya pili, ambapo huko ataulizwa is your father known? Kwa atasema ndio. Ataulizwa kama yuko hai, atasema ndio. Akisema ndio, basi atajaza taarifa za mzazi kwa maana ya baba. Lakini akisema hapana, manake baba yake anakuwa amefariki na atapaswa kuchagua eneo ambalo mzazi amefariki, kama ni Tanzania bara, Zanzibar au nje ya Tanzania. Kumbuke, akishachagua kwamba amefariki ndani ya Tanzania, pia atatakiwa kuweka namba ya uhakiki wa cheti cha kifo kilichohakikiwa na RITA. Kwa upande wa Zanzibar kitakuwa kimehakikiwa na ZCSRA, na atakayekuwa imetokea nje ya Tanzania atakuwa na kile cheti ambacho atakiwasilisha kwenye mamlaka kwa Tanzania bara RITA, au kwa kule Zanzibar ambayo itahakikiwa na kupigwa muhuri na ambaye atarudi kuiambatanisha. Sasa sisi turudi kusema kwamba huyu mzazi wake yuko hai. Kwa hivyo atatakiwa kujaza taarifa ya baba, maana ya jina la kwanza, jina la pili na jina la tatu la baba. Atasema kazi ya baba, kwa kama ni mkulima, mfanyabiashara, ataweza kusema hapa. Atatuambia anwani ya baba, physical address ya baba, mfano yuko Morogoro. Hapa atachagua elimu ya baba, kama ni kidato cha 4, form 6, diploma au elimu ya msingi atachagua, na pia ataandika namba yake ya simu. Pia ataweka barua pepe ya baba. Baada ya kuweka barua pepe, atatakiwa pia kuweka namba ya anwani ya makazi ya baba. Kwa zoezi hili tufahamu kuwa baba pia atatakiwa kuwa na namba ile ya utambulisho. Edison, wakati ukiwa unaendelea, kuna mtu atajiuliza amejaza kule anwani na huko anajaza ya nini? Upo uwezekano kwamba mtoto akawa anakaa eneo tofauti na eneo la baba kwa sababu mbalimbali zinazoweza kutokea. Kwa hiyo kwa madhumuni ya maombi haya utapaswa kuwa umeomba barua ya wewe muombaji, lakini pia na wazazi au baba hapa na yeye pia akamilishe. Lakini inawezekana hata hawa wazazi mkawa sehemu moja hiyo hiyo. Kwa hiyo tutajua we mtoto uko hapa na mzazi wake naye yuko hapo hapo, mnaishi kwa pamoja, wote tutatakiwa kukamilisha hii hatua. Endelea Edson. Asante. Kwa hiyo baada ya kuweka namba hii, pia atatakiwa kutafuta taarifa zilizoko ndani ya hii kumbukumbu namba. Kwenye hii namba tunapata touch namba details. Sasa mfumo kidogo utakuwa na time out kwa sababu za usalama wa kimtandao, kwa hiyo atatakiwa kuingia tena upya. Asante Edson, ukiwa unaendelea kuingia, kikubwa cha watu kufahamu hapa ni kwamba kumbe tutahitaji kujaza mimi muombaji anapatikana kwenye anwani gani, lakini baba anapatikana kwenye anwani gani, pamoja na wale walezi wangu au wazazi wangu. Na wakati huo Edson akiwa anaendelea kuunganisha, tulipata comment ya Sande, alikuwa anauliza anapataje barua ya utambulisho. Sande, karibu. Inawezekana ulichelewa kidogo, lakini barua ya utambulisho namna ya kuipata au hii reference number ambayo tunaiona hapa inatumika
namna ya kuipata ni lazima kwanza uwe umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi, ukiwa unafahamu anwani yako kamili kwamba mimi nakaa nyumba namba fulani, barabara au mtaa fulani na post kodi. Hizo taarifa ni muhimu kuzifahamu na uwe umesajiliwa wewe pamoja na wazazi walezi kwenye mfumo wa anwani za makazi. Baada ya hapo, tulieleza namna ya kuomba na kupata hiyo barua, kwanza kupitia programu tumizi anwani za makazi, yani mfumo wa anwani za makazi ambao unapatikana Play Store na App Store, unaitwa NaPA Tanzania. Unaweza ukaingia App Store, ukaingia Play Store, ukaandika NaPA Tanzania, ukapakua kwa maana ya kudownload, ukaweka kwenye simu yako na ukaanza kutumia. Kiingia kwenye kadi ya jihudumie, utaijua anwani yako. Kama hauna anwani, utakwenda kwa mtendaji aweze kukusajili. Lakini vile vile unaweza ukatumia menu ya ile ya serikali USSD *152*00 ukaenda namba 3 ajira na utambuzi, ukaenda namba 7 anwani za makazi, na utakuta hapo huduma kadha wa kadha ikiwemo kuomba barua, kujua anwani yako, ukachagua unachokitaka kwa wakati huo. Lakini pia leo tulifundishana namna ya kutumia wavuti, web portal ya anwani za makazi. Na yenyewe pia unaweza ukaijua anwani yako, unaweza ukaomba barua ya utambulisho wa mkazi. Sasa hii barua inatoka pale tu ambapo utakuwa umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Kwa hicho ndo cha kwanza kinachoanza. Lazima kwanza uwe registered kwenye mfumo wa anwani za makazi, ndipo unaweza ukaomba barua na ukaipata. Haya, ukienda kwenye Mr. Kado anasema kwa hiyo kwenye kupata namba ya utambulisho wa mzazi, lengo la barua litakuwa ni lipi? Kama la mwanafunzi ni maombi ya mkopo? Sahihi kabisa, ni swali zuri kabisa. Kwenye kuomba mikopo kuna uthibitisho wa kwangu mimi ninayeomba, lakini kuna mzazi. Kwa hiyo lengo lote ni moja na wote tunampelekea mtu yule yule mmoja. Kwa hiyo lengo letu kubwa hapa litakuwa ni kufanikisha au kukamilisha huu mkopo wa masomo ya elimu ya juu, na wote tunamwandikia yule mkurugenzi mkuu kule kule kuthibitisha kwamba mimi ni mzazi wa huyu mtoto anayeomba au mimi ndio mtoto muombaji wa huu mkopo. Kwa lengo letu litakuwa ni hilo hilo moja. Asante. Tunaweza kuendelea kuuliza kupitia ukurasa huu kwa yule ambaye atakuwa na maswali. Naomba nikukaribishe Edson uendelee. Asante. Awali tulifika katika eneo hili katika kujaza taarifa za baba, naye akaomba kuweka namba ya anwani ya makazi. Tayari tumeiweka namba hii. Tunachopata ni kusearch ili tupate taarifa zilizoko ndani ya namba hii ya anwani ya makazi. Kwa sababu hapa tuko kwenye kuonesha jinsi taarifa hizi zitakapojazwa na sehemu gani, utaona tumetumia namba ile ile ambayo ametumia mwanafunzi pale nyuma, pale mwanzo, na ndio maana utaona taarifa hizi zinafanana na sehemu ya awali tulipotoka. Kwa hivyo akishaziweka pia tutakiwa kuzihakiki na kuzithibitisha. Lakini pia hapa ataulizwa kama baba ana ulemavu wowote. Kwa atachagua kama baba ni mlemavu au hapana. Unaweza kusema hapana kwa baba, alafu atakiwa kusave taarifa hizi. Kwa taarifa hizi atakapochagua kama baba ni mlemavu, vile atatakiwa kupata hatua zile zile kwamba kama atapokea ile barua ya ulemavu itatakiwa kwenda kuthibitishwa na mganga mkuu wa wilaya ama wa mkoa hizo taarifa za ulemavu wa baba. Kwa hiyo anaweza akaendelea, akienda upande huu ataulizwa kama mama yuko hai, anaweza akasema ndio kama anafahamika, na kama mama yuko hai akisema ndio, yeye atajaza taarifa zile zile kama za upande wa baba. Lakini akichagua mama hayuko hai, atakiwa kuchagua sehemu mama hayuko fariki, na atajaza taarifa hiyo
kwamba akichagua Tanzania mainland, basi hapa atakiwa kuweka namba ya uhakiki wa cheti cha kifo kutoka RITA. Lakini kwa dhumuni la eneo hili tunaweza tukasema mama yuko hai, lakini naye akishajaza taarifa za mama, kwa maana jina la kwanza la mama, la kati na la mwisho, na taarifa zingine kama zilivyofanyika upande wa baba, vilevile atatakiwa naye kuweka namba ya anwani ya makazi kama ilivyofanyika kwa upande wa baba. Kwa hivyo eneo hili linafanana na upande wa baba. Sasa akajaza taarifa hizi, mfano mama tuseme anaitwa Asha Roni, jina la mwisho Hashim. Kazi ya mama tuseme ni mfanyabiashara. Mama alipo ni Morogoro. Elimu ya mama kidato cha 4, anaweza kuchagua ataweka namba ya simu ya mama, lakini pia ataweka email address ya mama. Hapa atatakiwa kuweka ile namba ya anwani ya makazi. Okay. 3201. Atakiwa pia search details. Kwa hivyo tutatokea taarifa zile ambazo ziko kwenye ile namba ya anwani ya makazi, atatakiwa kuzihakiki. Kisha hakiki pia ataulizwa kama mama ana ulemavu. Sasa utachagua mama sio mlemavu, save hizi taarifa za mama. Akishamaliza eneo hili, kabla ya kuendelea hatua ya pili, anaweza kuhakiki kama taarifa zilizojaza ni sahihi. Ndipo anaweza akaendelea na hatua ya pili. Sasa hatua ya mbele inakuja kumuuliza kama mwombaji huyu au familia yake ipo chini ya ufadhili wa TASAF. Kama ndio, ataomba namba ya TASAF ambayo akishaiweka ile namba italeta majina ya wanufaika kutoka kwenye familia ile, na huyu mwombaji atachagua jina lake. Kama sivyo, akisema hapana, anaweza kuendelea na hatua nyingine. Sasa katika eneo hili nadhani kwa umahususi wa jambo hili, katika muktadha wa anwani ya makazi, haya ndiyo maeneo ambayo mwombaji wa mkopo atapaswa kujaza ile anwani ya makazi. Kwa hivyo ni sehemu ya kwake atakapojaza taarifa zake, ataulizwa anwani yake ni ipi, kuweka ile namba ambayo amepewa na mtendaji. Atakapojaza taarifa za baba na mama pia ataombwa kuweka namba ile ili kuweka utambuzi wa baba na mama. Lakini kwa yule ambaye ni yatima, tunatambua yeye atachagua kwamba baadaye pale kwamba ana mlezi guardian. Kwa hiyo yule mlezi wake naye atapaswa kuweka ile namba ya utambuzi ama namba ya anwani ya makazi. Sasa bwana Arnold, nilikuwa nafikiria kwa muktadha wa eneo hili, ndio katika maeneo haya ambapo mwombaji wa mkopo atapaswa kuweka hii anwani ya makazi. Asante sana Edson. Mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya elimu kwa umma kuhusiana na anwani za makazi na umuhimu wake katika kufanikisha maombi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kuanzia mwaka huu 2025. Hayo ni maeneo ambayo taarifa ya anwani za makazi itahitajika kufanikisha maombi ya mkopo. Mambo ambayo tumejifunza katika demonstration hii ni kwamba mimi mwombaji, anwani yangu ni ya muhimu. Wazazi wangu anwani zao ni za muhimu. Lakini uzuri ni kwamba uombaji wa barua au hiyo reference number
wote tutaiomba kupitia simu tukiwa mahali popote. Credentials za kuweza kukusajili wewe ni mtendaji wako katika serikali ya mtaa. Kwa hiyo unapaswa kufika kwake ili aweze kusaidia kufika. Lakini pia Mr. Nathan Tumbo anasema kwenye kuweka anwani ya makazi sehemu ya mzazi unaweka anwani yako au ya mzazi binafsi. Sawa. Kuna mambo mawili hapa na kuna hatua ambayo unaanza kwanza. Taarifa za muombaji atatakiwa kuweka anwani, alafu kuna taarifa za wazazi nao watatakiwa kuweka anwani. Sasa ukielewa maana ya anwani hapa haitakuchanganya. Tumesema anwani ya makazi inaundwa na vitu vitatu: namba ya nyumba, jina la barabara na post code. Kwa hiyo pale nyumbani kwetu sisi kama ni nyumba namba 2, barabara ya Maendeleo, post code 4141, nakaa mimi, baba yangu na mama yangu, manake wote anwani yetu ni hiyo hiyo moja. Wote anwani yetu ni hiyo hiyo moja. Lakini tutakapoomba barua ya utambulisho tutakuwa na reference numbers tofauti. Wote anwani yetu ni moja, lakini reference number ni tofauti. Kwa hiyo maana yake kikubwa cha kuzingatia ni wote tuwe tumesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi, ili iwe rahisi kuomba barua na tutapata reference number tofauti. Kwa hiyo kwenye sehemu ya muombaji au mnufaika nitaweka reference number yangu kulingana na nilivyoomba mimi. Kwenye sehemu ya baba na mama nitaweka reference number zao kulingana na walivyoomba wao. Kwa hiyo sio kwamba reference number moja utaweka maeneo yote. Mwasilishaji alikuwa anaonyesha kwa madhumuni ya wasilisho hili kutuonyesha namna gani na hatua gani tunazifuata. Na hapa ujue kabisa kumbe taarifa nitakazoweka za majina yangu zitakavyoonekana kwenye vyeti vyangu ndio hivyo hivyo zitatakiwa kuonekana pia kwenye mfumo wa anwani za makazi, kwa sababu zitatakiwa kufanana. Umeona? Kwa hiyo kwa wale ambao wana namba za NIDA, ukienda kusajili kwenye mfumo wa anwani za makazi, toa taarifa zako kulingana na zilivyosajiliwa kwenye kitambulisho chako cha NIDA ili kuepusha usumbufu. Na kwa wanafunzi hali kadhalika wenye vitambulisho vya NIDA basi waweke hivyo. Kama bado hajafika miaka 18 tuangalie taarifa zake za shule ambazo alikuwa amekitumia kwenye vyeti vyake na nini, ili kuepuka kutofautiana kwa majina katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo ndio namna ya kupata barua ya utambulisho wa mkazi kidigitali, lakini vile vile ndio haya maeneo tulioonyeshwa ndio hasa namba ya kumbukumbu au reference number itakwenda kutumika katika kukamilisha maombi yetu. Na hapa tumeona manake kama hautakamilisha hatua moja hautaweza kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo kumbe ni muhimu kuhakikisha kila taarifa ya msingi imeandaliwa kikamilifu ili kuweza kufanikisha maombi haya. Lakini la msingi kabisa, kabla ya kuanza maombi, hakikisha umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Baada ya kufanya hivyo, hatua zote zinazofuata mbele zitaweza kufanyika kiurahisi zaidi. Basi, baada ya kusema hayo, ni washukuru wenzangu ambao wameweza kuwasilisha, wataalamu wote. Na kwa upande wetu kwa somo letu la leo litaishia hapa siku ya leo. Kama kuna maswali zaidi naomba niyapitie kwenye chati. Yeremia Mkungilo anasema hivi, kuna haja gani ya kungojea mpaka weo athibitishe utambulisho hali ya kuwa nilishasajiliwa kwenye mfumo? Kwa nini isiwe ukiomba unapokea hapo hapo as long as ulishasajiliwa? Yeremia, wazo lako ni zuri kabisa na hakika tulishalifikiria na sisi. Lakini kila kitu kinaongozwa kwa mujibu wa sheria ndani ya nchi yetu, na ukiona mtendaji anakupa wewe barua anathibitisha wewe ni mkazi wake ni kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ndio maana tumempa hiyo role ya kuweza kufanya hivyo. Lakini nilisema awali inawezekana mtendaji asifanye ndani ya muda.
bado pia wapo walioko juu yake wanaweza kukamilisha hilo ombi. Kwa hiyo ni kuondolee wasiwasi. Kikubwa ni uwe umesajiliwa, na uzuri anayekusajili ni huyo huyo mtendaji mwenyewe. Kwa hiyo baada ya kuwa umesajiliwa kwenye mfumo, uwezo wa wewe kuthibitishiwa barua yako ni mkubwa, hata kama mtendaji huyo kwa wakati huo hajaipitisha barua yako. Lakini Mr. Kado anasema anaomba kujua, mheshimiwa, kama muombaji wa mkopo hana namba ya NIDA, means hajafikia age above 18, sehemu ya NIDA atajaza nini? Nadhani kuna taarifa zinaonyesha umri wako. Kama uko chini ya miaka 18, tunajua wewe hauna kitambulisho cha NIDA kwa sasa hivi, lakini ukiwa juu ya miaka 18, maana yake tunajua unapaswa kuwa na kitambulisho cha NIDA. Kwa naamini mfumo umezingatia hayo yote kwa yule ambaye amefika the age of majority na yule ambaye yuko kwenye age of minority. Basi baada ya hayo sioni kama kuna hoja nyingine. Naomba tuwashukuru kwa ajili ya session ya leo, lakini mimi sio muhairishaji, nimkaribishe Engineer Mbugi, mratibu wa anwani za makazi kitaifa, pamoja na viongozi mliopo kwa ajili ya kutufungia session yetu ya leo. Karibuni. Na wakati viongozi wakiwa wanajiandaa, niwakumbushe kesho tutaendelea saa 10 na kesho kutwa tutaendelea saa 10 kwa linki ambayo tumewatumia. Kwa hiyo tuzidi kuhimizana kwenye makundi yetu mbalimbali, watu waweze kushiriki kupata elimu hii muhimu, hasa katika kufanikisha maombi ya mkopo. Asanteni sana. Habarini za jioni, natumaini mafunzo yameenda vizuri kwa siku ya leo. Nilishindwa kuja join tokea mwanzo, lakini nimeingia hapo katikati na nimeona jinsi wasilisho lilivyoenda vizuri na kwa ufasaha. Naomba niwashukuru na kuwapongeza wawasilishaji Bwana Edson na Arnold na timu yote kwa wasilisho zuri, lakini pia niwashukuru washiriki wote kwa kushiriki katika sesheni hii. Basi naomba haya tuliyoyajifunza tukawa mabalozi wazuri kwa wengine, kuwaelekeza ni jinsi gani tunaweza kutumia anwani za makazi katika maombi ya mikopo, ni nini kinahitajika na wapi unajaza nini ili kufanikisha maombi ambayo tunatarajia kwenda kuomba. Na kwa wale ambao tutatoa msaada kwa waombaji, nadhani somo limeeleweka vizuri. Lakini kama alivyotangulia kusema Bwana Arnold, mafunzo yetu bado hayajaisha. Tunaendelea na hizi session. Tutaendelea tena kesho saa 10 kamili jioni kama kawaida. Basi kabla sijafunga rasmi, niseme kwamba ukipata linki ya hivi vikao ushare na watu wengine ili kwa pamoja tuweze kusonga mbele kwa pamoja na hii elimu iwafikie watu wengi zaidi. Kwa kusema hayo, naomba niseme kwamba kikao hiki kimeahirishwa. Arnold, sidhani kuna swala la ziada? Hapana, mkurugenzi wa anwani za makazi, kwetu tuko vizuri kabisa. Asante. Basi kwa maneno haya naomba niseme kwamba kikao hiki kimeahirishwa, lakini session bado zinaendelea. Tukutane. Labda kama bodi wana kitu chochote cha kusema. Bodi, mwakilishi wa bodi. Hello, sijui kama nasikika. Unasikika? Ndio, karibu. Asante, naitwa Chawe. Kwa niaba ya bodi tunashukuru sana kwa session hizi na tunawapongeza sana wenzetu wa anwani za makazi ambao kwa sehemu kubwa mmekuwa mnalisimamia jambo hili. Tuko tayari kuendelea kushirikiana ili kuweza kuboresha maelekezo ya serikali juu ya anwani za makazi, lakini vile vile kumwezesha mwanafunzi pamoja na mzazi anayeomba mkopo ili aweze kuomba mkopo kwa ufanisi. Asanteni sana, tukutane kesho. Asante sana Bwana Chawe kwa ujumbe kutoka bodi. Basi na mimi nasema kikao kimeahirishwa, tukutane kesho saa 10 kamili jioni. Imeandaliwa na Wizara ya Mawasiliano
na teknolojia ya habari.